ambaye mlimkuwa mmemtaka wenyewe, mmempenda wenyewe. Kama nilivyowaelezeni huko nyuma, Wanamchinga hamkuwa na mategemeo kama atakuwa mbunge wa hivi mlivyomuona. Sasa leo anakuja mbele yenu kuja kuomba kura. Tukamilishe neno letu lile kwamba mama tunataka mpaka utakapowasha mwenyewe. Kukamilika kwake kwenye boksi la kura, kuona kura zote za jimbo la Mchinga la Mama Salima Rashid Kikwete. Mheshimiwa mbunge, hawa ndio wana Ruhoma. Wana imani kubwa na wewe. Wakiwa wanajua kwamba una uwezo wa kuifanya hii kazi hii, sio kubahatisha. Basi jaribu kuongea naye. Karibu sana mama. Asante sana mwenyekiti. Tanzania oye! Lindi oye! Mchinga safi! Rutamba Kuchele! Ruhoma mpo! Ruhoma mpo! CCM oye! Mama Samia Daktari Suluhu Hassan oye! Daktari Nchimbi safi! CCM chama kubwa, chama dume la mbegu bora kuliko nyingine zote oye! Asanteni sana. Nimesimama mbele yenu kwa sababu za msingi. Na sababu hizo si nyingine bali kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi. Na uchaguzi huu tunamchagua rais, tunawachagua wabunge na tunawachagua madiwani. Kwa muktadha huo au kwa msingi huo au kwa maana hiyo, kwa sababu tunalo jambo kubwa, na sisi wote ni watu tunaoamini. Kama si Muislamu utakuwa Mkristo, kama si Mkristo utakuwa kuna kitu unachokiamini. Lakini kwa Waislamu na Wakristo tunaamini kwamba kuna Mwenyezi Mungu, na Waislamu tunaamini kwamba kuna Allah. Kwa hiyo niruhusuni nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kutujalia uzima na uhai, hasa leo tarehe ngapi leo? 20 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, kutukusanya hapa na kuweza kufanya hili jambo ambalo ni muhimu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, kukutana nanyi wana Ruhoma. Tunamwomba Allah atusimamie, atukubalie, atulinde, na hili jambo asitulinde tu sisi wana Ruhoma, wana Mchinga, bali alete ulinzi kwa taifa lote la Tanzania. Mungu wetu, Mwenyezi Mungu tukubalie haya. Amina. Mama Samia oye! Ndugu mwenyekiti wa CCM wa kata yetu ya Rutamba, mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Lindi mjini ambayo ina majimbo mawili, jimbo la Mchinga na jimbo la Lindi mjini, viongozi wa kamati ya siasa ngazi ya wilaya na ngazi ya kata, na wajumbe wa halmashauri kuu za wilaya na kata, wana CCM wenzangu na wale ambao si wana CCM bali ni wapenda maendeleo katika jimbo la Mchinga, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, wagombea ambao kura hazikutosha, wana muziki mnaotuburudisha, wasanii
na wengine wote, bila kuwasahau wazee, kwani wazee ni dawa. Natambua uwepo wenu nyote. Asanteni sana. CCM oyee! Kwanza nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, ambacho kimenipa ridhaa ya kusimama hapa, kuanzia ngazi ya shina kule mpaka ngazi ya taifa. Shina walianza mchakato, ngazi ya taifa walipopeleka wakarejesha jina langu, na kama wenyewe ambavyo mlidhamiria ndivyo ilivyokuwa. Nasema asanteni sana kwa mapenzi yenu makubwa. CCM oyee! Baada ya kushukuru chama changu, naomba nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya mambo mengi na makubwa katika Tanzania yetu na jimbo letu la Mchinga. Kama mnavyojua na kama mnavyofahamu, mama alichukua nchi hii katika mazingira yale yenye changamoto nyingi, sio kitu ambacho alikipanga. Lakini kwa uwezo wa Mungu, mama alivifanya vyote ambavyo vimepangwa, na mpaka akafanya vya kwake vya ziada. Katika muktadha huo, mwanadamu, Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi, akaona haitoshi, akamuumba Adam. Adamu akamwona hatoshi, akamuumba na Hawa. Lakini Hawa alitokana na Adam kwenye ubavu wake wa kushoto. Huyo ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Alifanya hiyo kazi ya kuumba ulimwengu kwa siku takriban zisizopungua 7. Tanzania oye! Tanzania oye! Kwa muktadha huo alifanya kazi kubwa. Lakini akaona amlete msaidizi wake ambaye ni nani? Ni Hawa. Na huyu Hawa alikuwa mwanamke. Aliona mwanaume bila mwanamke hapatoshi. Allah aliona hapatoshi, kwa hiyo akamleta Hawa, wakakaa pamoja. Lakini hilo ni fumbo la imani. Baada ya kuwa pamoja, akatokea aliyotokea, hatimaye ulimwengu ukajaa. Kwa hiyo bila yale, ina maana ulimwengu usingeweza kujaa. Na ndio maana leo naposimama hapa mbele yenu nasema Daktari Samia Suluhu Hassan ni mwanamke mwenye uwezo mkubwa, ni mwanamke mwenye kipaji cha hali ya juu, ni mwanamke anayetambuliwa, ni mwanamke asiyeyumba, ni mwanamke ambaye akipanga, akisema nataka nifanye jambo fulani, hakuna mtu anayeweza kumtingisha. Ni mwanamke ambaye anayavumilia mambo mengi na makubwa. Yalisemwa mengi, huyu ni mwanamke hawezi, huyu ni mwanamke sijui atawezaje miradi mikubwa kama hii. Na ameikuta ile miradi iliyokuwa mingi iko chini ya 30%. Mfano hai ni lile bwawa la Mwalimu Nyerere alilolikuta kwenye 30%, amelimaliza kabla ya wakati, na sasa umeme unapatikana nchi nzima ya Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan oye! CCM oye! Nani kama Mama Samia? Hakuna. Leo hii tunapozungumza hapa kwenye eneo la afya, watu hawatoki kwenda ughaibuni, wako hapa. Wanafanya nini? Wanatibiwa, na wakisha tibiwa maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Leo wagonjwa wa figo hawatoki hapa kwenda India, kila kitu kiko hapa. Mama Samia Suluhu Hassan oye! Huyo ndio nani? Mama Samia Suluhu Hassan. Yote tisa. Mwenyezi Mungu alipowaumba wanadamu, akamuumba, akawaleta manabii ili waweze kumsaidia nini? Kazi. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapewa kazi
ya kulingania Uislamu. Akasema sasa mbona hii kazi kwangu ni ngumu? Mimi sijui kusoma wala kuandika, nitafanyaje? Akamwambia usiwe na wasiwasi. Kitu cha kwanza akamshushia ikra bismi rabbikal ladhi khalaka, kwamba soma. Ukisha soma wewe utaweza kutawala nini? Ulimwengu. Na alipomwambia soma, hakumwambia asome Qur'an pekee, alimwambia asome masomo yote. Hiyo ni kuonyesha nini? Hakuna kitu muhimu kama elimu. Mama Samia kwa kutambua hilo na kwa kuzingatia hilo ametoa ada zote kuanzia ngazi ya awali, mtoto akitaka kusoma mpaka kidato cha 6 bure. Nani kama Mama Samia? Hakuna. Ametambua umuhimu wa nini? Wa elimu. Elimu ndiyo kila kitu. Elimu ndiyo inayomjengea mwanadamu maarifa. Elimu ndiyo inayomtambulisha mwanadamu kujua mazuri na mabaya, kujua haki na batili. Na hiyo yote ni kwa sababu ya kuwa na kitu kinachoitwa elimu. Kwa muktadha walisema sitaki nchi ya Tanzania iwe na watoto wasiopata elimu eti kwa sababu wazazi wao hawawezi kulipia ada. Kwa hiyo kuanzia nasari mpaka kidato cha 6 Watanzania wanapata hiyo elimu bure. Nani kama Samia Suluhu Hassan jama? Tutamchagua hatumchagui? Tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 wote tunatakiwa tutoke majumbani kwetu tuende kwenye vituo vya kupigia kura, tumchague nani? Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura zote za ndio. Tunaweka alafu tuna tiki, tunaweka alafu tuna tiki, tunaweka alafu tuna tiki. Nani huyo? Samia Suluhu Hassan. Lakini Samia Suluhu Hassan hawezi kutosha peke yake bila kuwa na wasaidizi wake. Wasaidizi wake katika majimbo ndio wabunge. Wabunge hawa jumla yao kwenye majimbo 272. Wote tunawahitaji wawe ni wabunge wa CCM. Jimbo la Mchinga mbunge wake ni Salma Rashid Kikwete. Huyu mnayemuona mbele yenu, wengine wako nyuma, wengine wako kulia, wengine wako kushoto. Mimi ndiyo mbunge wenu, mnanijua, mnanitambua. Hivi vitu vyote hivi nimeleta mimi, zahanati nimeleta mimi, barabara hii tumeiboresha, madarasa yale tumeyafanya, na bado kitu kimoja na tutahakikisha tunayasimamia hayo, hatimaye Ruoma nayo ipate maji ya uhakika. CCM oye! Kwa hiyo Salma Rashid Kikwete ndiye mimi hapa niliyepo mbele yenu ninaye zungumza. Hakuna mtu katika jimbo la Mchinga asiyemjua Salma Rashid Kikwete. Salma jina langu, Rashid la baba yangu, Kikwete la mume wangu mpenzi, rais wa awamu ya 4 Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. CCM oye! CCM oye! Na mume wangu anawasalimia sana. Mlimuona wakati wa uzinduzi, alikuja akazungumza, akawapa maneno. Yule ndiye mpenzi wangu mimi.
ndivyo anavyopenda nani? Wanamchinga. Alisema ya kwamba nimewaachia mke wangu ili awatumikie ndugu zake, na mimi niko tayari kuwatumikia ndugu zangu kutatua changamoto zao. CCM oye! Sasa hilo ndio figa la pili. Figa la tatu ni la diwani wa Chama cha Mapinduzi, na sio mwingine bali ni Bakari Ali maarufu Katoto. Bakari Ali Katoto. Katika mchakato wa chama chetu tunaanza uchaguzi wa ndani. Tukishamaliza uchaguzi wa ndani tunaenda uchaguzi wa nje. Alikuwa na wenzake. Naomba wale wenzake wote waje hapa. Hapa wenzake wote. CCM oye! Chama chetu ni chama kizuri, chama chetu ni chama bora, chama chetu ni chama chenye matumaini ya watu wote ndani ya Afrika na nje ya bara letu. Tunafanya uchaguzi. Tukishamaliza uchaguzi, kabla ya uchaguzi hakuna mtu ambaye anakuwa hana watu wanaomuunga mkono. Kama hauna watu wanaokuunga mkono, wewe sio mwanasiasa. Ni lazima watu wakuunge mkono, na sio ukiniunga mkono mimi huyu simpendi au yule simpendi au yule simpendi. Wote nawapenda, lakini hiyo ni sawa sawa tu na mume wangu mimi Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Daktari Jakaya Mrisho Kikwete aliwaona watu wengi katika ndani ya Afrika na nje ya Afrika, lakini akanichagua mimi tu. Sio kwamba wewe kuwapenda, hapana, lakini yeye moyo wake ulidunda kwangu mie. Kwa hiyo kwa muktadha huo, hawa hapa si walikuwa wanne. Kuna mtu moyo ulidunda kwa Kasmiri, kuna mtu moyo ulidunda kwa Maije, kuna mtu moyo ulidunda kwa Beti, kuna mtu moyo ulidunda kwa Katoto. Sasa kutokana na kudunda kwa moyo, kuna wengine ulidunda zaidi ya mara 7, mwingine ulidunda mara 6, mwingine ulidunda mara 5, na mwingine ulidunda mara 8. Kwa hiyo yule ambaye alidunda moyo ulidunda mara 8, hatimaye si ndio alidunda sana Kwa hiyo hawa wote hawa ni washindi. Bila hawa huyu asingeweza kutokea. Na ndio maana leo wamekuja hapa, kila mtu amezungumza vizuri zaidi. Kila mtu hapa amezungumza vizuri zaidi. Huo ndio uzalendo, huko ndio kukifia chama, na huko ndiko kujenga umoja na mshikamano ndani ya CCM. CCM oye! CCM oye! Na wanapotoka hapa, haya walioyasema sio wamesema kuwafurahisha watu hadharani, bali wamesema kuhakikisha kwamba chama chetu cha Mapinduzi tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 kinashika dola kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 5 fasili ya kwanza. CCM oye! CCM oye! CCM oye! CCM oye! Mmetuona? Nasema asanteni sana tena sana, wote tuwe pamoja kwa ajili ya kuijenga Mchinga yetu. Mchinga ni yetu sisi na wala si ya yule na yule. Mchinga ni ya kwetu sisi wana Mchinga. CCM oye! Asanteni sana.
CCM? Nani kama CCM? Nani kama CCM? Asanteni sana. Kazi na utu, kazi na utu, kazi na utu. Haya, asanteni. Haya, nimesema mengi. Kitu cha kwanza, nimewaombea kura wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa nini tumeomba kura kwa Chama cha Mapinduzi? Sitaki kurudia, bali nataka niseme kwa ufupi sana. Kata ya Rutamba ni miongoni mwa kata 11 katika jimbo letu la Mchinga. Na kata hii ni kata ambayo inajipambanua. Kwa kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa serikali ya CCM, kata ya Rutamba imefanikiwa kupokea zaidi ya bilioni 2. Bilioni 2 si pesa ndogo. Kama tukiamua kuchange hiyo bilioni 2 ukasema kwa 1,000 tu, 1,000, yani nafikiri kijiji kizima kinajaa hapa bilioni 2. Ni hela nyingi sana. Rutamba oye! Rutamba oye! Sasa pesa hizi zimefanyaje? Zimetumika kuboresha utoaji wa huduma za jamii katika vijiji vya kata ya Rutamba. Katika vijiji vya kata wapi? Rutamba. CCM oye! Sasa nataka niwaambie kuhusiana na masuala ya miradi ya maendeleo. Tuna sala la miundo mbinu. Kwa awamu ya kwanza tumefanikisha kufungua barabara ya Ruhoma na Ngaru na kufanya ukarabati uliogharimu shilingi milioni 135. Lakini kwa ufupi tu niwaambie, jimbo la Mchinga lilikuwa limefungika. Tulipoingia tukalifungua jimbo lote la Mchinga. Ilikuwa wakati huwezi kutoka kata moja kwenda kata nyingine kwa ajili ya matatizo makubwa ya miundombinu. Lakini mwanadamu anapanga yake na Mungu anapanga yake. Kama si mvua za El Nino, leo tungekuwa tunazungumzia maendeleo ya kupaa, sio tena ya kutambaa hata kidogo. CCM oye! CCM oye! Kwa kushirikiana na TANROADS tumefanikiwa kufanya ukarabati mara kwa mara katika barabara ya Ngongo na Michiga. Na hii barabara ya Ngongo na Michiga, baada ya muda tunataka au kwenye ilani tunasema itajengwa kwa kiwango cha lami. Na hii haitakuwa story. Hii story kila siku lami, lakini tunaanzia kule Milola. Tajenga kilomita 4 za lami, alafu mambo mengine yataendelea. CCM oye! CCM oye! Ambapo kata ya Rutamba ni wanufaika wa barabara hii kwa kipande kikubwa kutoka Miche mpaka Kinyope. Swala zima la elimu, nimewaambia umuhimu wa elimu kwa maisha ya mwanadamu. Tumefanikiwa kujenga shule mpya kabisa za msingi katika kijiji cha Rutamba ya sasa. Mmeiona mjaiona? Zaidi ya milioni 250 zimetumika kukamilisha ujenzi wake, na ni shule nzuri. Na ndio maana hata watu wengine wanatuonea wivu, kwa sababu hizi shule mpya na nzuri zinapatikana sana katika jimbo letu la Mchinga. Hata ukienda pale Kilangala ukifanya hivi tu,
unakuta kuna shule moja nzuri sana. Hapa Rutamba iko barabarani, unakuta shule nzuri sana. Ukienda kule Lucheni unakutana na shule mpaka watu wanasema, yaani na huku maporini kuna shule nzuri kama hii. Na wauliza, maporini hakuna watu? Wanasema wapo watu. Sasa kama kuna watu, hawastahili kuwa na shule za vioo? Wanastahili. Hawastahili kuwa na shule zenye tiles? Wanastahili. Hawastahili kukaa sehemu ambayo ni bora zaidi? Wanastahili. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Hakuna na wala hakuna mbadala wake. CCM oye! CCM oye! Tumefanikisha shule shikizi katika kijiji cha Michee. Michee ni pale mpakani kwetu. Yaani ukifika pale ndio unaanza jimbo la Mchinga, ukitokea jimbo la Lindi mjini. Siku moja fanyeni utalii, ingieni kule ndani mkaone shule inavyo meremeta. Ni shule nzuri, ni shule mpya, ni shule yenye vyoo, ambapo ujenzi wa madarasa 4 na matundu ya vyoo umekamilika. Zaidi ya milioni 106 zimetumika kukamilisha ujenzi huo. CCM oye! Haya, sasa tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo bora kabisa katika shule ya msingi hapa tulipo. Wapi hapa? Ruoma. Mnaiona mwioni? CCM oye! Na kule wapi? Chilala. Tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba madarasa bora kabisa, maabara na matundu ya vyoo katika shule ya sekondari ya Rutamba. Watoto wasome hapa, wakishamaliza kusoma hapa wanaenda wapi? Rutamba. Na ukishaenda Rutamba, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa zile ada. CCM oye! Lakini naomba mnielewe kwamba ametoa ada. Katika kutoa ada, mtoto angekaa nyumbani angekula singekula? Si anakula Sasa na akienda kule inabidi ale, analishwa na nani? Na wewe. Usiseme sasa ada imetolewa. CCM oye! CCM oye! Kuhusiana na swala la afya, tunatambua wapo wa changamoto za huduma za afya katika tarafa ya Milola, ambayo tarafa ya Milola ina kata 3. Ina kata ya Kiwawa, kata ya Milola na kata ya Rutamba. Sawa Hasa hapa Rutamba, juu ya uwepo wa kituo cha kavu cha afya. Lakini mbunge wenu si upo? Na rais msikivu si upo? Nilisimama bungeni nikasema tunahitaji kituo cha afya, na sisi Rutamba tuna haki kama watu wengine wa kupata vituo vya afya vilivyokuwa bora. Nikapata pesa milioni 660, na pale leo mkitaka nendeni mkaone ujenzi unaendelea pale kwenye kituo kile tulichorithi kutoka kwa watu wa Mozambiki. Nendeni tu mkaone. Sisi tunasema na kutenda. Sisi hatuna longo. Sisi oye! Mkandarasi amepatikana na kazi inaendelea. Mwende mkaone haya ninayoyasema. Tumefanikisha kuboresha huduma za afya katika kijiji hiki cha Ruoma. Uongo kweli? Kituo kipo, zanati ipo. Sasa siendelei kusema mengi. Sisi oye! Kuhusiana na swala la kilimo, tunatambua kuwa zaidi ya 90% ya wanamchinga ni wakulima. Serikali imehakikisha inaendelea kuboresha sekta hii kwa kufanya yafuatayo. Yasikilize sasa hayo yapi. Tumeomba mradi mkubwa wa kilimo cha umwagiliaji katika bonde la Kinyope. Na hili Mheshimiwa Rais tarehe 25 atakuwepo wapi? Mchinga. Tunaomba wanamchinga wote tuhudhurie pale, na hatimaye wakubwa wale pale meza kuu watasema nini kitakachofanyika ili wana Rutamba waweze kuja kumuona rais wao wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
na atakapokuja sisi kama wana Mchinga tutamwambia. Kuna mambo tunataka tumwambie, na hayo mambo sijatoa kichwani mwangu, nyinyi ndio ambayo mmenituma. Mko tayari nimwambie? Waliokuwa tayari nimwambie Mheshimiwa Rais, kwa sababu kumwambia Mheshimiwa Rais sio kazi ndogo. Waliokuwa tayari nimwambie Mheshimiwa Rais siku ya tarehe 25. Mikono juu, mikono. Nyinyi mko tayari hapo? Maana kama mtaki tukubaliane hapa kwamba usimwambie hayo mambo. Mmekubali tumwambie? Basi akija tarehe 25 tutamwambia kwamba miongoni mwa mambo hayo kuna jambo na Mchinga wamenituma nikuambie. Sasa nikishamwambia na nyinyi lazima muonyeshe mmenituma. Sawa Sawa Haya, sasa jambo lenyewe mimi sitawatajia, kwa sababu nikiwatajia litakuwa halina uzito tena. CCM oye! Siwatajii, nikiwatajia mji. CCM oye! Lakini pamoja na hiyo jambo ambalo nataka nimwombe, tunajua 90% jimbo la Mchinga ni wakulima, na wanalima korosho, wanalima ufuta, wanalima nafaka ikiwepo pamoja na kunde na mbaazi. Kwa hiyo tunataka tumwambie tuna bonde, ili hilo jingine hilo ndo nasema nataka nimwambie. Lakini kuna jingine hili nitawaambia. Tuna bilioni 31.3. Hizi sijui tulishaambiwa, na tukaenda pale kwenye bonde tukaangalia, tutazidi kumkumbusha kwamba zile pesa bilioni 31.3 tunataka, na zile zikiingia tu kwenye bonde letu limeondoa umaskini wa Lindi yote, sio hapa tu. Kwa sababu watu watalima kwenye eka moja, wana uhakika wa kupata zaidi ya gunia kati ya 25 mpaka 30. Hapa umaskini upo tena? Upo ndugu zanguni? Haupo tena. CCM oye! Kusimamia upatikanaji wa pembejeo za kilimo, hasa zao la korosho, kuajiri wataalamu kwa ajili ya zao la korosho, kusimamia maslahi ya wakulima kwa kuongeza bei ya zao la korosho na ufuta, bila kusahau kusisitiza kuzidi kulitafutia soko mbadala zao la jimene, zao la mbaazi, kwa sababu zao la mbaazi limeshuka bei kidogo. Soko tunalolitegemea ni la India. Sasa tutoke kwenye soko la India, tutafute soko jingine, hatimaye mbaazi zipate bei nzuri. Lakini hata hivyo serikali imefanya kazi kubwa, kwa sababu kabla ya hapo mbaazi ilikuwa mpaka kilo shilingi 100. Watu walikuwa wanaacha mashambani, lakini sasa mbaazi ikapanda, hatimaye ikashuka kidogo. Lakini tutaendelea kuweka msisitizo. Mali asili. Tunatambua changamoto ya wanyamapori, hasa wanyama wanaoitwa akina nani hawa? Wanaitwa akina nani hawa? Wanaitwa ndovu, ambao ni kilio kikubwa cha wakazi wa maeneo haya ya Rutamba, Ruhoma na maeneo mengine. Nini tunataka tufanye? Au nini tumefanya? Tumefanikisha ujenzi wa kituo cha kisasa cha askari wa kudhibiti wanyama kilichogharimu pesa zaidi ya shilingi milioni 83. Aidha tumeongeza idadi ya askari pamoja na kuwapatia vitendea kazi kama vile silaha, pikipiki na gari. CCM oye! Kituo hiki kimejengwa katika kata ya Milola, lakini kata ya Milola iko kwenye tarafa hii ambapo sisi hapa tupo. Rutamba na Ruhoma ipo ndani yake. CCM oye! Ingawa jitihada zote zimefanyika, bado kiwango cha changamoto zinazotokana na wanyama hawa hazijafikia tamati. Tutaendelea kupambana nazo, hatimaye
hatimaye ikasi ya wanyamapori itaendelea kuzidi kupungua. CCM oye! Haya, waambie jitihada Mama Sama ambayo ameifanya kuhusiana na wanyama ndovu. Wasikilize kwa umakini. Uhai unafidia. Sasa nataka nizungumzie tu kwenye jimbo langu la Mchinga. Sikiliza. Jimbo la Mchinga hili lina shida kubwa sana ya tembo. Tembo ni wengi. Kila kukicha unapata adha ya tembo. Ukienda kata ya Kiwawa tembo ndio wanapolala. Ukienda kata ya Milela usiseme. Ukienda Rutamba tembo wamejaa. Ukienda Nangeru kutwa hii watu wanaangaika na tembo. Lakini tembo hao tunaambiwa watu walime mazao ya chakula na biashara. Sasa kama tembo huyo akija kwenye eneo kazi yake kubwa ni kutingisha aidha mikorosho au minazi, mtu ataweza kulima? Na tembo yatingisha nazi zikianguka kazi yake utembo kula hizo nazi. Anakula nazi tembo. Anakula nazi. Kwa hiyo matokeo yake hakuna mashamba. Hata kwenye mazingira yao ambayo wanalima mazao ya kawaida ya bustani, akija kwenye shamba bustani ya tikiti maji, na tikiti maji yale yote yanaliwa, hakuna hata moja. Kwa hiyo upande ule wakati kule kuna njaa, Mheshimiwa Spika, kwa ajili ya hawa wanyama tembo. Haya, sababu nimalize kusema sasa. Mmesikia hapo nikiwa bungeni ninavyosema? Hiyo ndio kazi mlionituma nikaifanye. Na ndio kazi ninayoifanya. CCM oye! CCM oye! Haya. Kwa hiyo hizo ndo jitihada tulizozifanya, na baada ya jitihada hizo ndo maana tukapata kile kituo. Baada ya jitihada hizo kukawa na mahindi hapa ya bei nafuu. Si yalikuja hapa? Ndio yalikuja hapa mahindi ya bei nafuu. Isipokuwa malalamiko tu yalikuwa yanakuwa mbali kulikoni wananchi walipo. Kweli si kweli? CCM oye! Basi tuchagua CCM ili tuzidi kuyasemea haya. Umeme na mawasiliano. Ruhama hapa kulikuwa na nguzo hizi. Leo angalia kila kona kuna nguzo hizi hapa zinapita, na umeme unawaka majumbani. Uongo kweli? Kweli. CCM oye! Nani kama sisi? Hakuna. Wengine wanataka tu kuja, lakini hata wengine wamesema sisi hatuna mashaka na Chama cha Mapinduzi. Hata wale niliogombea nao ubunge wamesema tutamchagua Salma Rashid Kikwete, tutamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan, na tutawachagua madiwani wa yote 9-10. Mawasiliano tumeboresha huduma za mawasiliano ya simu katika vijiji kwa kuongeza kasi ya mtandao wa Airtel na Yas. Zamani huo ulikuwa unaitwa Tego, sasa hivi unaitwa Yas. Kwenye tarafa nzima ya Milola ambayo inakata 3: Kiwawa, Rutamba na Milola. CCM oye! Haya, maji ni uhai. Katika vijiji 9 vya jimbo la Mchinga, vilivyobakia ambavyo havina mradi wa maji ni pamoja na hapa Ruhoma. Aidha, kiasi kikubwa tumehakikisha kuboresha huduma hii katika maeneo mengi ya kata yetu ya Rutamba inapata maji. Sasa nini tutafanya? Tutaendelea kusimamia uboreshaji wa mtandao wa maji kwa kujenga tenki kubwa katika kijiji cha Chilala 2. Tumefanikisha kuchimba visima vya maji katika kijiji cha Makangara na shule ya msingi Kinyope. Haya. Sasa baada ya hapo, mikakati kuelekea
25-30. Katika awamu ya pili ya uchimbaji wa visima vya kimkakati, tutaendelea kuwasisitiza RUWASA kuhakikisha tunafanikisha uchimbaji wa kisima katika kijiji cha safi kabisa. Kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na wenzetu wa kitengo cha umwagiliaji, tutaendelea kuhimiza hizi pesa 31 bilioni nukta 3 zinakuja hapa ili tuanze kilimo cha umwagiliaji. Tutahakikisha tunasimamia ujenzi wa miundombinu ya barabara kutoka Kinyope kupitia Ruhoma kuelekea wapi? Nangaru. Tutahakikisha tunaboresha miundombinu ya barabara kutoka Kinyope kuelekea kijiji cha Makangara. Suala la michezo na burudani baada ya kazi, ni lazima vijana wacheze, sawa? Tutahakikisha suala hili tunatengeneza ligi za kila kata. Kila kata vijana wawe mstari wa mbele kuunda hizo timu ili sisi kama jimbo tusaidie, na tutafanya mashindano ya kata kwa kata, hatimaye tunaenda ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, mpaka ngazi hiyo ya juu huko. Kwani Namungo walianzaje? Sasa nimalizie la mwisho kabisa, kwa sababu wanasiasa wana mwisho kabisa na mwisho kabisa. Mmeelewa eh? CCM oye! Sasa la mwisho kabisa. Naona hapa wakubwa wamesimama wanataka kuniambia, wewe mbona umalizi, wewe mheshimiwa mbunge, wewe mbona umalizi kuongea? Naambia nyinyi mmeongea kuongea, mimi ndio mnataka mnisimamishe. CCM oye! Mimi wananchi wananitaka wanione, wanisikilize ninavyopiga maneno jama. CCM oye! Baada ya dakika moja tunamaliza ile kabisa. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesema hivi. Kuna mambo mengi ameyasema, lakini ninawaambia hili moja tu. CCM oye! Mama Samia Suluhu Hassan amesema, na mimi alipolisema hilo nikasema kweli hili litanisaidia sana jimboni kwangu Mchinga. Amesema ndani ya siku 100 atahakikisha, kwa sababu anajua ni kero ya Watanzania, anajua hiyo vile ni kero ya wana Mchinga. Hivi kuna mtu anayefiwa na baba yake na mama yake, maiti kabaki hospitali? Hakuna eh? Sasa kulikuwa na kipindi unaenda kule Muhimbili kule, mzazi anakufa, mtoto anakufa, mjukuu anakufa, unaambiwa kama hujalipa deni hauwezi kuchukua maiti yako. Mama Samia anasema ndani ya siku 100 nitahakikisha hicho nimekiondoa. Nani kama Mama Samia Suluhu Hassan? Nani kama Mama Samia Suluhu Hassan? Nani kama Mama Samia Suluhu Hassan? Kura za ndio tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kwa nani? Mama Samia. Kura tena za ndio kwa nani? Salma Rashid Kikwete. Kura za ndio tena kwa nani? Kwa madiwani wote wa CCM. Wananchi watoka majumbani kwao waende kwenye vituo vya kupigia kura. Lakini kabla ya kuenda kwenye vituo vya kupigia kura, au kabla hiyo tarehe 21, tunawaomba Watanzania wote, wana Mchinga wote, kwa maendeleo ya Mchinga, tunaviomba vyama vyote vile vya siasa
wakapigia Chama cha Mapinduzi kura za ndio. Asanteni sana kwa kunisikiliza, nawapenda sana. Mwa, mwa, mwa. Ya huyu Samia hapo yuko sayi nchi na noga